Kipengele cha 166 cha katiba Kenya ibara ya pili imeipa mamlaka tume ya huduma za mahakama nchini JSC kujaza nafasi ya jaji wa mahakama ya upeo iwapo itachwa wazi. Kufuatia kipengele hicho, tume hiyo ilitangaza Februari 25 mwaka 2026 kwamba Wakenya wanafaa kutuma maombi ya kujaza nafasi ya jaji wa mahakama ya upeo baada ya kifo cha Jaji Mohamed Ibrahim Disemba mwaka 2025 na kupelekewa Wakenya 6 kutuma maombi. Wakenya hao ni pamoja na majaji wa mahakama rufaa Katwa Kigen, Jaji Mohamed Warsame, Jaji Francis Teyot pamoja na jaji wa mahakama kuu Joseph Sagon. Wengine ni mwanasheria Lilian Wanjiku Wachira na aliyekuwa mwenyekiti wa mamlaka IPOA Anne Makori. Tume ya JSC imezingatia sheria na kanuni za idara ya mahakama na kuanza mahojiano kuhusu nafasi hiyo. Wa kwanza kufika mbele ya tume hiyo inaongozwa na mwenyekiti wake Jaji Mkuu nchini Martha Koome amekuwa Anne Makori, ambaye ameahidi kuilinda na kuitetea katiba katika kutekeleza majukumu yake, huku akipinga madai kwamba mahakama imetawala kisiasa. We did give the connotation that it's always fighting, it's always causing. No. You know you are sitting at a very high table where you will be among 7 people if you are nominated to determine what the law says with finality. Yes. So you cannot sit on the fence. We must hear you so that when you are assessing you in 360, we know where you stand on certain issues. I don't think it's a political court. Mwingine aliyehojiwa hii leo ni jaji wa mahakama rufaa Katwa Kigen, ambaye ameeleza jopo hilo kwamba licha ya kumwakilisha Rais Ruto katika mahakama ya kimataifa ICC, haimaanishi kwamba ataegemea upande wake wapo kutakuwa na kisa kupinga uchaguzi mkuu mwaka 2027. You've been a lawyer for His Excellency President William Ruto, and who is likely to be a candidate in the elections of 2027. And then thereafter, there is a petition challenging presidential elections for the year 2027. Their fear is that you are likely not to be impartial. What do you have to say to this? Okay, so first of all, it is true I have represented him. May I say that I intend to be as objective and neutral in my discharge of my functions as a judge. But I just want to give the assurance that I would be fair and I would only deal with facts and the law. Katika swala la mahusiano ya jinsia moja, Kigen amesema swala hilo limeangaziwa vyema katika katiba ya Kenya katika kipengele cha 45 kwamba ndoa inahusisha jinsia mbili. Just on that issue of transgender and intersex still, I have sometimes wondered whether the Supreme Court should be asked to determine whether the Constitution on its face, looking at it on its face, is wrong. Yes. 45(2) says every adult has the right to marry a person of the opposite sex. Wakati wa zamu wa jaji wa mahakama kuu Joseph Sagon kuhojiwa, alifafanua kuhusu swala la uavaji mimba ambalo limekuwa tata kwenye katiba ya Kenya na mafunzo ya kidini. There have been discussions on it by various civil society activists, by also various victims of rape. We should see how we can interpret it so that they have a right of abortion, but as of now the law does not allow them. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Mwahoka Mtsumi. Coco FM, ladha ya Pwani.